Crazy Rocket, now available on PMBet. Kesi ya kwanza ndani ya mahabusu ya michezo. Tunayo kesi hapa moja kwa moja imeenda kumulika kwenye upande wa Young Africans. Sasa ni ruksa kwenda CAS. Kwa mujibu wa katiba ya TFF inasema kwamba migogoro ndani ya TFF au ile migogoro ambayo itawahusu wanachama wake, ligi na vilabu pamoja na wachezaji ama viongozi inaweza tu kupelekwa katika hatua ya mwisho kwa maana ya CAS baada ya kumalizika kwa njia zote ndani ya TFF. Tuelewane hapo. Lakini pia mizozo yote ya hali ya kimataifa inayotokana au inayohusiana na sheria, kanuni, maagizo na maamuzi ya FIFA au kafu inaweza tu kuwasilishwa kwa mara ya mwisho na kwa kasi kama ilivyoainishwa katika sheria za FIFA na kafu. Tumeelewana hichi kipengele kwanza? Of course, tupo pamoja. Lakini pia TFF itakuwa na mamlaka ya migogoro ya ndani ya kitaifa, migogoro baina ya vyama vinavyomilikiwa na TFF. Hii kanuni lakini imeeleweka vizuri. Tuko sawa. Tuko sawa. Kwa kanuni ambavyo inasema hapa, hiyo migogoro kabla haijaenda huku imeshaisha ndani ya TFF. Yaani kabla tujafika huku ndani. Sababu kama kitu ambacho inavyosemekana Young Africans wamepeleka issue kuhusiana nao kudai alama 3. Wamepeleka CAS. Majibu yashatoka kwamba wao bodi ya ligi imegoma kutoa hizo alama na wakitoa sababu zao ambazo pia utakuja kutugusia moja ya sababu ambayo wameisema kuhusiana na masuala ya rushwa. Nafikiri ipo hapo utakuja kutugusia. Wao tayari wameshatoa majibu kwamba okay, nyie mmedai alama lakini sisi hatutozitoa hizo alama 3 kutokana na kitu fulani na fulani. Kwa ndani tayari limeisha na hauwezi kaenda CAS. Ndani limeisha. Yaani majibu yametolewa tayari. Yaani Yanga alidai, bodi alidai alama 3. Bodi ya ligi kaambia siwezi kupa alama 3 kutokana na hichi na hichi na hichi. Kwa Young Africans kwa kutokuridhishwa na yale majibu ndo unaweza sasa ukaenda CAS. Na maana tayari Tanzania limeisha. Mtu pekee ambaye anaweza kasuluhisha ni nani? CAS. Ndo ambako Young Africans inasemekana ameenda. Kwa ndani imeisha. Kwa mujibu wa taarifa. Kwa alama 3. Kwa alama 3 imeisha. Sababu Yanga aliomba point, bodi imekataa na imempa sababu za wao kukataa kutokuwapa point 3. Kwa hiyo ina maana tayari imeisha. Sasa kama wale imeisha na hukumu yao ndio hiyo, basi Young Africans ana haki ya kuchukua next step ama kwenda hatua inayofuata zaidi ambayo ndo CAS, mahakama ya soka hapa duniani kwa sasa. Kwa hiyo kumbe CAS unaweza kupeleka kesi ikiwa hata kama waamuzi hawajaripoti ndani ya uwanja. Mimi nina kitu kimoja. Ili Yanga waende CAS, si ndio? Barua wamepata kutoka wapi? Ndio kitu ambacho mimi nawaza. Yaani nani ambaye kaapa go ahead kwamba kwa sababu hapa imeshindikana? Kwa sababu kwa mfano utaratibu wa kwenda CAS, kwa mfano kama nakumbuka issue ya Bernard Morrison baada ya kushindikana hapa nchini Tanzania, Yanga walidai zaidi kwamba bwana sisi hatujaridhika na maamuzi, si ndio? Wakapewa go ahead kwamba tunawapa go ahead, mnaweza mkaenda mbele zaidi. Wakaenda CAS, wakaja wakachunguza ile kesi yao, mwisho wa siku Bernard Morrison akaonekana yupo kwenye haki. Lakini kwa hili pia napata wasiwasi, kwani walipewa barua na nani au kwenda CAS? Yaani ili wewe uende CAS ni lazima upewe barua na shirikisho lako? Yes, lazima upewe. Ni kwa mfano kama vile unapopeleka kesi serikali za mitaa, si ndio? Umeenda kwa mjumbe akiona issue imemshinda lazima akupe barua kwamba bwana hapa nenda labda kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti utatoka hapo utaenda polisi utaenda mahakamani. Hizi stage zote lazima uwe unapewa barua ya wewe kukuwezesha kwamba unatoka sehemu moja unaelekea sehemu nyingine. Yaani binafsi inawezekana, lakini kwa vile sina kumbukumbu vizuri, lakini nahisi inawezekana mtu kaenda CAS regardless ya matukio ambayo yametokea. Regardless kwamba una barua au una barua. Na mimi sidhani kama Young Africans tayari washamalizana na TFF yote. Kwa sababu hawajamalizana nayo, ndio maana mimi madai yao sio tu kwenye ndani yameisha, sio tu bodi ya ligi. Yaani kwenye point 3 yameisha. Sababu si hii kesi hii kesi bwana haijaisha. Hujaelewa point yangu. Yaani kesi ya point 3 imeshaisha. Kipengele cha point 3 kimeshaisha. Barua ambayo Young Africans ilipeleka kwenye bodi ya ligi moja wapo ni barua ya kudai nini? Alama 3. Kwa swala la alama 3 limeshaisha. Bodi ya ligi imeshatoa
tamko lao. Mengine inawezekana akawa anaendelea na Young Africans, inawezekana kama kweli wamepeleka barua kama inavyosadikika CAS, barua ambayo imepelekwa ndio hiyo ya kudai alama 3. Umenifahamu? Sawa, lakini tukija tukarejea sasa kwa upande wa TAKUKURU wenyewe, bwana mmoja ya kiongozi aliojiwa na chombo kimoja cha habari kuhusiana na ile barua ya bodi ya ligi kusema kwamba sababu moja wapo viashiria vya rushwa. Sasa wao wanasema kwamba hatujaanzisha uchunguzi kwa kuwa hatukuwa na taarifa yoyote kuwa rushwa imehusika katika mchezo huo. Kwa mujibu wa sheria na mamlaka za nchi, chombo ambacho kinahusu rushwa basi ni TAKUKURU, na wote tunafahamu hilo. Ila kama ni migogoro tu ya watu kutozingatia kanuni za michezo, basi hayo ni mambo ya vyombo vya michezo. Ndugu Hole Makungu, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Temeke, akizungumza na kituo mojawapo cha redio kuhusu viashiria vya rushwa kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hivi Kariakoo ipo Temeke pia? Temeke she. Na maana huyo mkubwa kaongea. Yaani huyo ndo mkubwa. Mtu anayehusika na TAKUKURU Temeke. Mkuu. Juma, hii mbona inakuwa sinema sasa? Mambo mimi naweza nikasema hii sasa ni sinema. Atajivua mpaka pale ambapo kweli utapatikana. Hapa tunaanza mbele tunarudi nyuma. Manager uwanja huyo. Wakipindi kile alisema Simba Yanga aliwahi kutrain baadaye akaja kabla ya mchezo, baadaye akasema jamani nilikosea, niliteleza. Yanga hakutrain siku moja kabla ya mchezo. Tunaanza kukiona kiama kabla hatujafa, kwa sababu kuna yale maandiko ya kwamba baba atamkana mtoto atamkana baba. Ni kitu ambacho tumeanza kukiona, na sio hapo. Ukianza mwanzo, kuna moja kati ya wajumbe wa bodi ya ligi alijiuzuru baada ya kuona maamuzi yamefanyika. Yeye alichungulia mapema. Kwake aliona kwamba maamuzi hayako fair, akaona kwamba bwana hapa tulipofikia, mimi naombeni huo ni ukomo wangu wa mimi kushirikiana na nyie kwenye hichi kikao. Akaenda akajiuzuru. Mwingine ndo huyo ambaye Raymond amemtaja, meneja wa uwanja, si ndio? Baada ya kuzungumza mara ya kwanza kwamba Young Africans pia wakiwa wageni kwenye upande wa dabi walishawahi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapo akaja akapitia kumbukumbu zake, akakumbuka kwamba hawajawahi kwenda kufanya mazoezi. Lakini kuna haja pia ya uchunguzi kuendelea kufanyika zaidi ya kinifu, kwa sababu kwenye barua ya TFF miongoni mwa mashtaka ambayo yameratibiwa hapo ikiwepo pia na issue nzima ya rushwa, si ndio? Na mnachunguza vipi rushwa wakati taasisi mama ipo, na nyie pia mlipata vipi hivyo vigezo? Ina maana mliwatrack watu au ilikuwaje? Na kama mlitumia labda njia za kuwatrack watu kugundua kwamba kuna ubadhilifu wa namna moja ama nyingine, basi linakuja pia kosa jingine la kumfuatilia mtu kimawasiliano, si ndio? Invasion of privacy. Yes, na kwenda kuvujisha hizo siri. Tushe kuona pia nchini Marekani baadhi ya watu ambao washe kuvujisha mawasiliano, kipi ambacho kilichoenda kufanyaje kwenda kuwakuta. Nadhani TAKUKURU amekaa amechungulia nje ya box, wameona kwamba kuna haja ya sisi kuweza kutoka na kuweza kufanyaje na kuweza kupaza sauti. Hii situation inapoelekea ni situation ngumu sana, na pengine mimi katika vitu ambavyo ninavyoviamini, umeona ile speech ya Wallace Karia, si ndio? Ukimwamsha leo tena aongee vile, sidhani kama anaweza kaongea vile, kutokana na emotion baada ya clip zake kwanza kusambaa na mapokeo ya watu yamekuwa vipi, watu wameanza kumtathmini, kuanza kumdiscuss kiasi gani. Kwa hiyo pengine inawezekana alikuwa anaongea labda kama mlezi wa mpira wa Tanzania, lakini mwisho wa siku pengine alikaa baadaye akahisi kwamba emotion zilikuwa juu zaidi kuliko kile ambacho alichokuwa anatarajiwa kuweza kufanyaje, kuweza kukiwasilisha. Kwa hiyo kwa situation kama hiyo unaona kwamba mambo yashaanza kuwa magumu, na TAKUKURU ndo chombo pekee ambacho kinaweza kikaanza kuchunguza kama kulikuwa kuna issue za rushwa, kulikuwa kuna issue zozote labda za uvunjifu wa amani. Kwa mimi naamini ni jambo ambalo TFF pia wanapaswa kwenda kwa TAKUKURU na wakae chini waangalie namna gani ambavyo wao walipofanya mistake katika hili jambo. Lakini pia ukiona yani kama kuna jambo hapo inahitaji umakini mkubwa sana ni hili hapa kwa sababu ukiangalia ni kama TAKUKURU kauli yao inakuja kudhoofisha baadhi ya maeneo ya barua ambayo imetoka kuhusiana na vitu ambavyo vimesababisha Young Africans kuweza kunyimwa alama 3. We all know
Tanzania mtu ambaye anahusika ama taasisi ambayo inahusika kwenye kuchunguza na kutoa ripoti na kutoa final say kuhusiana na masuala ya rushwa ni TAKUKURU. Lakini kwenye zile sababu ambazo wao wamezitoa pia kuhusiana na kwa nini ule mchezo uliahirishwa na walimnyima Young Africans alama 3 ni kwamba kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Okay, kuna viashiria vya rushwa. Nani amefanya uchunguzi? Ni nyie kwa nyie mmechunguzana na mna haki hiyo ya kufanya nyie uchunguzi wa rushwa nyie kama nyie ndani kama ndani, ama mnatakiwa nyie wote mstep out ndo muwaite TAKUKURU wao kama wao kutokana wao ndo more qualified kwenye kuchunguza ile kitu, wao ndo step in na kuweza kufanya uchunguzi. Kwa hiyo ukiangalia ni kauli ambayo unaweza ukaichukulia poa juu juu, lakini mimi binafsi sasa inaanza kunifanya nianze ku question ile sababu, na maana ni weak point pia. Na maana ile sababu tena sio last, yani haina nguvu kama ambavyo itakiwa kuwa napo kama iliyokuwa nayo hapo awali, kwa sababu mtu anayetakiwa kutoa hiyo taarifa na kutoa final say yeye anasema hajahusishwa kwenye huo uchunguzi, na mlituambia nyewe mnaingia chini ya maji kufanya nini? Uchunguzi. Ina maana tayari tena hiyo kauli inatia doa uchunguzi ambao unafanyika, kwamba okay mmetoa kwamba ni moja kati ya sababu, lakini nyie hamjahusisha watu ambao ni more qualified kufanya hicho kitu. Tutaaminije hicho kitu ambacho mnakifanya? Au ni propaganda inatengenezwa? Nikuulize swali hapo. Una imani na bodi ya ligi? Bora umeweka swali kitego. Ala muulize una imani na bodi ya ligi? Mimi nitahitaji facts nyingi sana kuwa na imani au kutokuwa na imani nao, lakini inanifanya niwe na maswali mengi kuliko majibu. Yani ile barua ilitakiwa itoe majibu, lakini sasa hivi imetoa maswali mengine, kwa sababu inaonekana hata watu ambao wanafanya huo uchunguzi wao hawaendi kwenye depth ambao wanatakiwa kwenda, hawapitii channel sahihi. Yani unatakiwa umuite specialist ili kitu kinyooke, lakini kama kitu kinahitaji specialist afu wewe ukaweka watu ambao sio ma specialist, na maana tayari kutakuwa kuna ubabaifu, na maana tayari kutakuwa kuna hisia, na unatengeneza room ya mtu ku question yale maamuzi ambayo atatoka, kwamba okay mlifanya uchunguzi, nani alifanya, ni kweli hiyo ndio jukumu lake, huyu hajakuwa alifai kufanya hivyo, na maana mtu tayari unampa nguvu yeye kuhoji yale mahusiano yenu. Kwa nafikiri kama kuna kitu ambacho kunatakiwa kuwa na umakini mkubwa ni kuihandle hii situation I say.